wakati mwingine kusikiliza neno la Mungu. Tuombe pamoja. Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii. Asante kwa ajili ya baraka ambazo tumepokea. Asante kwa sababu ya uwepo wako katikati yetu. Asante kwa kutufundisha. Umetuumba, umetuelekeza, unatuongoza. Bwana, tunakubariki kwa jina la Yesu Kristo, ya kwamba Bwana unaangaza nuru yako katika maisha yetu. Ninaomba ya kwamba mimi binafsi utanitia nguvu, lakini pia kwa ajili ya kanisa na kwa watu wanaotusikiliza, tunaposikiliza neno lako tukapokee maelekezo kutoka mbinguni. Tupe moyo wa kuelewa, tupe neema ya kuweza kulitumia neno lako katika maisha yetu. Tubadilishe, tuumbe upya sawasawa na sura ya mwanao Yesu. Asante kwa sababu tunajua kwamba jioni ya leo utakwenda kutuhudumia na utatubariki kwa namna ya ajabu kabla ya kuondoka. Kwa jina la Yesu tunaomba, amen. Tunalibariki jina la Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Haijalishi kwamba muda wako ni muda gani, tunalibariki jina la Bwana. Kiwa kwako ni asubuhi au ni mchana au jioni, katika hii faraga ya kiulimwengu mwaka 2025, tunamshukuru Mungu kwa yale ambayo anayatenda katika maisha yetu. Tunaangalia somo nalosema nguvu ya upendo. Nguvu ya upendo na utii katika familia. Tasoma vifungu kadhaa kwa pamoja. Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe, Biblia inasema ujipenda mwenyewe. Mstari wa 29. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake. Mstari wa 31 huu. Ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Mstari wa 33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake. Kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Mstari wa 33 tena. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Hapo hakuna kulinganisha katika hali ambayo ni mahususi. Pende mke wako kama nafsi yako mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3 mstari wa 18 mpaka wa 20. Wakolosai 3:18 mpaka 20. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Mstari wa 23. Lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, maana adhulumuye atapata mapato ya udhalimu wake, wala hakuna upendeleo. Mstari wa 25. Waefeso
mstari wa pili. Waefeso sura ya pili, sura ya 5 mstari wa pili. 5:2 mpaka 9. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Lakini uasherati usitajwe kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani, kama wastahili watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuuzi, wala ubishi. Hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Maana neno hili mnalijua hakika ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyokuwa na maana, kwa kuwa kwa sababu ya hayo hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi msishirikiane nao. Upendo na utii ni vitu viwili ambavyo ni vya thamani sana. Ni bidhaa ya thamani ambayo inahitajika katika uhusiano wowote ule, katika familia, uhusiano wa kifamilia, hata uhusiano wa kijamii tu namna hiyo. Upendo ni wa muhimu sana. Vitu hivi viwili ni vya muhimu sana. Na vitu hivi viwili ndivyo vinavyosaidia kudumisha familia. Kama kutakuwa na uhusiano ambao umekomaa, lazima kuwe na vitu viwili. Upendo na utii unaweza kuwa na mguso mkubwa sana katika familia kwa namna ambayo si ya kawaida. Upendo na utii huleta furaha na shangwe kubwa, lakini pia vikikosekana vinaweza vikaleta machungu na maumivu kwenye familia milele. Tutakwenda kuangalia mambo matatu kwenye ujumbe wetu. Msingi wa upendo katika familia. Lakini tutaangalia mfumo wa upendo na udhihirisho wa utii katika mfumo wa familia. Fursa zilizoahidiwa kwa familia aminifu. Tuangalie jambo la kwanza, la pili na la tatu. Nami naomba ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo na Roho wa Mungu atatupa ufahamu katika jina la Yesu. Jambo la kwanza, tunaangalia mfumo, msingi mfumo wa familia ulioelezwa na Bwana mwenyewe. Mfumo wa familia ulioelezwa na Bwana mwenyewe. Angalia Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote, pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 27, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Huu ndio mfano, huu ndio mfumo ambao haujachakachuliwa, mfumo wa familia. Tunaona kwamba ndoa ilitengenezwa ili ibarikiwe. Mungu anataka familia iwe na matunda. Familia inatakiwa iongezeke na kujaza dunia. Lakini familia inapaswa kuwa na mamlaka.
Huo ndio nafasi ambayo ni ya familia kiasili. Mwanzo sura ya pili mstari wa 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Familia ina kazi, sio kwamba familia inajikalia tu. Lazima wafanye kazi ili wajilishe. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, mstari wa 16, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa uzima mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana ameweka utii kama nafasi ya msingi katika familia. Ile sehemu ambayo ni ya kiungu, sehemu ambayo haina doa, ni kwamba kuwe na utii katika familia. Mstari wa 18, Bwana Mungu akasema, si vyema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana aliahidi ya kwamba familia iwe na umoja. Kinachoonekana kwenye familia ndicho kitakachoonekana kwenye jamii. Yeremia sura ya 10 mstari wa 2. Biblia inasema, Bwana asema hivi, msijifunze njia ya mataifa, wala msishangae kwa sababu ya ishara za mbinguni, maana mataifa hushangaa kwa sababu ya ishara hizo. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 7. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 7. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Hiyo ndio nafasi ya familia, ndio nafasi ya kimungu ya familia, ya kwamba mwanamume ni mfano wa utukufu wa Mungu. Tunapoangalia maisha yake, tabia yake, amani yake, kila kitu ni sura na utukufu wa Mungu. Mungu anakusudia baba awe hivyo. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 1. Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam. Siku ile Mungu alipoumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya. Hiyo ndio nafasi ya familia kiasili. Mpango wa asili wa Mungu, mpango original wa familia, ya kwamba mstari wa 2, mwanamume na mwanamke aliwaumba akawabariki. Familia zimebarikiwa, zinapaswa kubarikiwa. Akawaita jina lao Adam. Tumeshaona katika dunia na hata katika kanisa sasa, wanawake wanasema, mimi sitaki hilo jina la mume wangu tena, mimi na baba yangu, na anataka ito kwa majina yake. Lakini hapa anasema mwanamume na mwanamke aliwaumba akawabariki. Mwanamume na mwanamke akawaita jina lao Adam. Sio jina lao Adam na Eva, Adam. Wawili hao, mwanamume na mwanamke, akawaita jina moja tu, Adam, siku ile walipoumbwa. Hii ndio nafasi ya awali ya msingi ambayo Mungu ameweka. Kusudi halisi la Mungu la awali. Mathayo 19 mstari wa 3. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamjaribu, wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma
ya kwamba yeye aliyewaomba mwanzo aliwaomba mtu mume na mtu mke. Akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Mstari wa 7, wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Mstari wa 8, akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Tangia mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini. Naye amuoaye yule aliyeachwa azini. Wanafunzi wake wakamwambia, mambo ya mtu na mkewe yakiwa hivyo, haifai kuoa. Ulikuwa ni mtazamo wa wanafunzi. Hapa Yesu alikuwa anawaambia ya kwamba mnachokizungumzia ni sheria ya Musa, lakini mimi nawaambia juu ya sheria ya Mungu. Alichoruhusu Musa ilikuwa ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Lakini Mungu alisema hawa wana wa Israeli nitawapa moyo mpya, nitatia roho mpya ndani yao. Kwa aina ya moyo waliokuwa nayo sasa hawawezi kutoa amri zangu. Katika Kristo tunao utakaso wa moyo, tunakusafishwa na tunao moyo mpya. Hatuna ule moyo wa kijiwe tena kama wana wa Israeli. Kuna mtu ambaye ana moyo mgumu, lakini anataka afuate kanuni mwafaka, kanuni za kiasili za Mungu. Haitawezekana. Tunapokuwa na moyo mpya, tunakuwa na neema ya kutosha kufuata yale ambayo Mungu ametuagiza. Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 7. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano na utukufu wa Mungu. Marko sura ya 10 mstari wa 2. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Hii inatupa mtazamo wa kibinadamu ambao ni tofauti kabisa na ule mtazamo wa kwanza, na inatupa ufunuo. Basi Mafarisayo wakamwendea wakamuuliza, je, ni halali mtu kumwacha mkewe? Huku wakimjaribu. Naye akajibu akawaambia, Musa aliwaamuru nini? Wakasema, Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii, lakini tangu mwanzo wa kuumbwa ulimwengu, napenda hili, aliwafanya mume na mke. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Mstari wa 10. Mstari wa 12, na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Mstari wa 11, akawaambia, kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake. Neno la Mungu liko wazi sana. Kila mtu atakayemwacha mkewe na kuoa mwingine azini juu yake. Hiyo iko moja kwa moja. Na mke akimwacha mumewe na kuolewa na mtu mwingine azini. Mpango asili wa Mungu ni kwamba
ni mwanamume na mwanamke walioumbwa na Mungu waje pamoja. Na hapo Mungu ameweka msingi au mwongozo kwa ajili ya familia na kwa ajili ya jamii. Na msingi mwingine ni kwamba Mungu anataka familia ionyeshe upendo wa Mungu, ionyeshe amani. Mungu amekusudia kwamba umoja katika familia uwe ndio ni tofali la kujenga jamii. Familia ni ya muhimu kwa ajili ya kujenga tabia ya mtu mmoja mmoja, lakini pia kudhihirisha shauku ya Mungu. Na ile nafasi ya Mungu na mpango wa Mungu haujawahi kubadilika hata siku moja. Inapolinganisha mfumo wa Mungu na mfumo wa Musa, tunaona kwamba mfumo wa Mungu ndio utakaosimama. Kwa wema wa Mungu, Mungu anakusudia kwamba mpango wa kuweza kupanua na kuendeleza wanadamu uanzie katika familia. Watoto wajengwe katika familia, wawe wanajamii kutokana na familia. Mungu anataka familia hiyo ni mahali pa mafunzo. Jambo la pili, mfumo wa upendo na udhihirisho wa utii katika familia. Mfumo wa upendo na utii katika familia. Katika mfumo wa kimungu, je, upendo unaonekanaje na utii unaonekanaje? Waefeso mstari wa 22, 5:22. Nachukua mstari wa 22. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Tunaye mke na tunaye mume katika familia. Katika wawili, mmoja lazima awe kiongozi. Na hapa tunaambiwa mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Mstari wa 25. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu. Hiyo ndio kazi ya mume, kumleta mkewe mbele za Bwana kama mke ambaye ni mtukufu. Mfumo wa maisha ya mume unapaswa kuitakasa familia. Unapaswa kuitakasa familia ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi. Familia haipaswi kuwa na ila wala kunyanzi lolote, bali iwe takatifu isiyo na mawaa. Familia inapaswa kuishi katika utakatifu pasipo mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Mstari 34, 33. Ni mtu kujua kwamba mume ni kiungo katika mwili wa Kristo.
Na Bwana anataka huo mfumo uonekane. Na hata mwanamke naye pia ni kiungo katika mwili wa Kristo. Na Bwana anategemea kwamba tutahusiana kama viungo katika mwili mmoja. Asema kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Mstari wa 30, mstari wa 33. Mstari wa 32. Siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Wasomi wakubwa hawezi kuelewa siri hii. Lakini pia wakati mwingine jamii haiwezi kuelewa. Pamoja na teknolojia na maendeleo makubwa ya teknolojia, hii siri bado ni kubwa. Siri hii ni kubwa sana. Asema ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Lakini kila mtu nampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Wala mke asikose kumstahi mumewe. Asikose kumstahi mumewe. Bwana anasema juu ya mwanamume kumpenda mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza. Petro wa kwanza 3:1. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Hili la muhimu sana katika maandiko. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Biblia inasema kwamba utii, kunyenyekea, kukubaliana. Haina maana anaposema utii na unyenyekevu, haina maana kwamba mke anajiviringisha ardhini mbele ya mumewe. Hapana, ni makubaliano. Hakuna kupigana pale, hakuna kuvutana kusikokuwa na mwisho. Mwelewe mumewe, kubaliana naye, uwe na unyenyekevu, uwe na neema. Anasema wavutu kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kwanza kusema hovyo na mumeo mbele ya kanisa au ndani ya kanisa, mbele ya watoto, hiyo tumeshazungumza tena na tena na tena. Tuwe na mfumo huu wa upendo na mfumo huu wa utii. Wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Mstari wa 2. Kujipamba kwenu kusio kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kwa utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika. Hapa nasema hapa ndio kwenye shida hapa. Mwanamke asema kwamba kujipamba kwenu kujipamba kwa utu wa moyoni usioonekana. Katika mapambo yasiyoharibika. Kama kuna mapambo ambayo tunapaswa kuvaa kama wanawake, sio yale mahereni makubwa, mabangili makubwa, hapana. Anasema mapambo yasiyoharibika, mapambo ya thamani ni haya. Mapambo bora zaidi ni yale mapambo ya roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Watu wanaweza kadhani kwamba ule urembo ambao tunaweka juu ya miili yetu ni wa thamani. Mwingine anaangalia anasema
inaonekana nimeweka vitu vya bei mbaya katika mwili wangu. Amepaka rangi za bei mbaya. Lakini mapambo halisi ni ile roho ya upole na utulivu wakati maelekezo yanapotoka. Baba ametoa maelekezo ambayo hayana shida mbele za Bwana. Ule upole wa kuyapokea, ule utulivu wa kukubaliana, hiyo ni roho ya thamani kuu mbele za Mungu. Roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Hiki ndicho kitu ambacho Mungu anakithamini sana katika maisha ya mwanamke. Habari njema ni kwamba Kristo ndiye anayetupatia unyenyekevu huo, upole huo na huo utulivu. Na ndiye anayetupa neema ya kuishi maisha ambayo Kristo, Mungu mwenyewe anataka tuweze kuyaishi. Mstari wa 5. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao. Mstari wa 6. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahim akamuita Bwana, nanyi ni watoto wake mfanyapo mema, wala mkutishwa kwa hofu yoyote. Bwana atupatie neema katika jina la Yesu. Nataka tuangalie misingi ya kibiblia. Tunaangalia hadithi za uumbaji. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27. Ni mfumo gani huo katika hadithi za uumbaji? Mwanzo 1:27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Familia ni kielelezo cha uhusiano wa Mungu na wanadamu. Inaonyesha umuhimu wa umoja na mshikamano wa kifamilia. Kitabu cha Hosea. Kitabu cha Hosea. Hosea sura ya 11 mstari wa 1. Israeli alipokuwa mtoto na alikuwa nikimpenda, nikamuita mwanangu atoke Misri. Mstari wa 3. Lakini nalimfundisha Efraim kwenda kwa miguu, naliwachukua mikononi mwangu, hawakujua ya kuwa naliwaponya. Mstari wa 4. Naliwavuta kwa kamba za kibinadamu, kwa mafungo ya upendo, nami nalikuwa kwao kama hao waondoao kongwa tayani mwao, nikaandika chakula tele, chakula mbele yao. Utaona kwamba mfumo wa familia ni mfumo wa ushirika wa Mungu na wanadamu. Mungu anataka familia ya mke mmoja na mume mmoja. Kuwe na uhusiano wa mke mmoja tu na mume mmoja tu. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Unapoangalia Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao wawili nao watakuwa mwili mmoja. Mstari wa 25. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Huyo ni mume na mke.
Familia ni ya mume na mke mmoja mmoja. Malaki anaielezea hiyo ya kwamba Mungu alikusudia ndoa iwe ni ya mke mmoja na mume mmoja, na wala sio mume mmoja wake wengi. Malaki sura ya 2 mstari wa 13. Tena mnatenda haya nayo mnaifunikiza madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata asiangalie tena hiyo dhabihu wala kuitakabali mikononi mwenu na kuiridhia. Lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Unapokuwa unaambatana na mke mwingine wakati unaye mke wako, unaambatana na mume mwingine, mwanamume mwingine wakati unaye mumeo, huko ni kutenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako au mume wa agano lako. Mke wa kwanza, huyo ndiye mke ambaye anatambulika kiBiblia. Nyongeza nyingine zote baada ya mke wa kwanza hazitambuliwi na Bwana, ni uzinzi. Hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa anaofahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu wa yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Mstari wa 16. Maana mimi nakuchukia kuachana. Haleluya. Kwa ndio ramani ya Mungu kwa familia. Familia inapaswa kuwa na kuakisi, inapaswa kuakisi tabia ya Mungu. Mika 6 mstari wa 8. Mika 6:8. Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mungu anataka tuweze kutenda haki, tupende rehema, lakini pia tuenende kwa unyenyekevu mbele za Bwana. Hizi ni tabia za Mungu. Mungu anataka familia iweze kuakisi tabia ya Mungu, kuonyesha upendo, kuonyesha rehema, lakini kutembea kwa unyenyekevu miongoni mwetu sisi kwa sisi na kati yetu sisi na Mungu pia. Mfumo wa upendo ukoje? Tunapaswa kuwa na upendo usiokuwa na masharti. Kuwa na upendo ambao usiokuwa na ubinafsi, lakini pia upendo ambao ni unaosamehe. Kama vile Mungu alivyopenda dunia bila masharti, tunapaswa kuwa na upendo usiokuwa na masharti. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Upendo wetu tunapaswa kuwa na upendo usiokuwa na binafsi. Tunaweka mahitaji ya wengine kama kipaumbele kuliko mahitaji yetu. Wafilipi sura ya 2. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu
na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Huo ndio upendo usiokuwa na ubinafsi. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akaona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Baba yetu katika Bwana amekuwa akisema ili daima, tunapaswa kujinyenyekesha nafsi zetu wenyewe, tunapaswa kujinyenyekesha wengine, na Bwana anategemea tuweze kudhihirisha haya maisha ya unyenyekevu kama ya Kristo katikati ya familia. Mstari wa 9, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Ni kwa sababu ya mfumo wa maisha ya unyenyekevu Kristo aliweza kuinuliwa. Kwa hiyo Bwana anategemea kwamba familia itakuwa ni udhihirisho wa tabia ya Mungu. Lakini pia Bwana anataka katika familia kuwe na upendo ambao hauna masharti, upendo ambao ni unaosamehe, lakini pia kuwe na upendo ambao si wa binafsi, lakini pia upendo ambao ni wa kusamehe, upendo sio kuwa na binafsi, upendo ambao ni wa kusamehe. Mathayo sura ya 6 mstari wa 14, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Huo ndio mfumo wa upendo. Upendo usiokuwa na ubinafsi, upendo ambao unasamehe, lakini pia upendo ambao hauna masharti. Bwana anategemea kuwe na utii katika familia, utii wa watoto kwa wazazi, lakini pia utii mmoja kwa mwingine. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 18. Wakolosai 3:18. Ninyi wake watiini waume zenu kama ipendezavyo katika Bwana. Niliitwa kwenye changamoto ya familia. Walipo siku ya harusi waliletewa zawadi nyingi. Wakaambiwa karibuni nyumbani. Walipofika nyumbani wamefungua zawadi zile, fedha zilizokuwepo kwenye mabahasha yale. Mume akasema, hii fedha yote ambayo imepatikana na ikusanya anampelekea mama yangu mzazi akaanzisha biashara. Mke naye akasema, haiwezekani hiyo. Unajua watu wengi waliohudhuria ile harusi walikuja kwa sababu yangu mimi. Hivi liona, huyu alikuwa anatoka kwenye kampuni ya baba yangu. Hao watu wakubwa wote waliotoa zawadi kubwa hawa ni wa kwangu hao. Ikaleta shida. Kwa zaidi ya miaka 17 tukawa tunashughulikia tatizo hilo. Upendo uko wapi? Kila wakati ni hilo, upendo uko wapi? Kujitisha kuko wapi? Bwana anatuita ya kwamba namna ile ya mvutano, kununiana, hasira, Bwana anataka tukome. Bwana amsafishe mume, Bwana amsafishe mke. Mume atende lile ambalo Kristo anatenda kwa kanisa, na mke atende lile ambalo kanisa linatenda kwa Kristo. Waefeso 5 mstari wa 21. Napenda mstari huo. Waefeso 5:21. Hali mnanyenyekeana katika kichwa cha Kristo.
Katika kujenga umoja wa kifamilia kuna haja ya kunyenyekeana mmoja kwa mwingine. Kabla mume hujadai utii mkamilifu kutoka kwa mkeo, lazima kuwe na majira na nyakati ambazo wote kwa pamoja mnanyenyekeana katika kuhakikisha kwamba umoja wa familia unaendelea. Mstari wa 22. Baada ya kuzungumzia kunyenyekeana kwa pamoja, mume kwa mke, mke kwa mume, sasa anakuja anaipunguza mapana ile agizo na analelekeza sasa katika eneo ambalo ni muhimu au maalum. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Mstari wa 24. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Tunanyenyekeanaje mmoja kwa mwingine? Mume anawajibika kwa Kristo, mke kwa mumewe, watoto kwa wazazi, lakini wote tunawajibika kwa Kristo. Luka sura ya 2 mstari wa 51. Tuna mfano wa familia takatifu. Luka sura ya 2 mstari wa 51. Akashuka pamoja nao mpaka Nazareti, naye alikuwa akiwatii, na mamaye aliyaweka hayo yote moyoni mwake. Naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Hebu tuangalie ahadi za Bwana. Tunapokuwa na umoja wa kifamilia, Bwana ameahidi baraka maalum. Kuna fursa. Tunapokaa katika maagizo ya kibibilia, tunapokaa katika maandiko ambayo Bwana ametupatia, zipo baraka. Jambo la kwanza, kuna ulinzi na matoleo. Kuna maongozi. Kuna usawi. Kuna upendo na umoja. Zaburi ya 37 mstari wa 5. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Ninaomba amani ya Mungu ije kwenye kila familia kwa jina la Yesu. Itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Leo amani ya Bwana ihifadhi mioyo yenu kama familia. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kanisa liseme amen. Mstari wa 8. Mstari wa 19, samahani, anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Lakini kuna ahadi ya uongozi na kuna ustawi. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Amen. Nataka nisikie amen nyingine hapo. Anatupa maongozi katika kufanya maamuzi kama wazazi.
Kuna ahadi za utii, Kumbukumbu la Torati 28. Kuna uaminifu na utele, Waefeso sura ya 4 mstari wa 2. Tuangalie Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ninaomba familia yako haitavunjika. Na hata leo kama kuna kitu ambacho kinaharibu familia yako au kimeshaharibu familia yako, watoto wameshakuwa machokora, hujui hata kama wako upande gani, tatizo moja baada ya jingine, ninaomba kwamba Bwana atakwenda kukukomboa leo. Kusudi la ujumbe huu ni kwamba Bwana abariki familia yako na aifanye familia yako iweze kuwa imara tena. Kanisa litakuwa imara kama familia ni imara. Familia ikiwa na utaua, kanisa litakuwa na utaua. Popote pale ulipo, nataka usimame uweze kuomba. Hebu jikabidhi mbele za Bwana. Kama hujaoa bado, huu ndio msingi kwa ajili ya ndoa kwako siku zijazo. Mwambie Bwana ya kwamba utayakubali mapenzi yake, na ujiombee ya kwamba utayatenda mapenzi yake. Mwambie Bwana akuongoze. Mwambie Bwana akuthibitishe. Atakupa haja ya moyo wako. Kuwe na nguvu ya ule utii. Tupende kama Mungu anavyotaka tupende. Wakorintho wa kwanza 13 inatupa mchanganuo nini cha kuwepo katika upendo. Tuwe ni watu wa neema namna gani? Tuwe ni watu ambao wakuelewa kwa kiasi gani? Ndicho ambacho Bwana anakitarajia katika maisha yetu. Tumwambie Bwana ya kwamba zitakuwa ni familia zitakazofanikiwa, sio familia zitakazokufa. Kwa jina la Yesu tunaomba. Baba, tunakushukuru siku ya leo. Asante kwa neno la Mungu. Asante kwa ajili ya kuja, kwa ajili ya kutufundisha na kutuongoza na kutusaidia na kutupa ufahamu tena jinsi tunavyotaka familia zetu ziwe. Na Bwana anatuambia leo ya kwamba kuna mfumo wa awali wa Mungu, ya kwamba tunapaswa kuweza kudhihirisha mfumo ule. Tudhihirishe upendo wako. Kile kitu ambacho nataka dunia iwe tangu awali kitakuwa hivyo katika familia zetu. Tujalie Bwana hilo katika jina la Yesu. Ninaomba kwamba kutakuwa na amani. Hebu kuwe na shwari kuu. Popote pale ambapo watu wameshakata tamaa, wameshavunjika moyo katika familia, wameshakatiana tamaa mmoja kwa mwingine, wainue tena kama familia iliyo imara. Tenda hilo Bwana kwa jina la Yesu. Wale ambao hali yao maisha ni ngumu, wanatafuta chakula cha siku hiyo tu, hawana akiba yoyote, Bwana tunaomba utawakumbuka, utawainua na kuyabariki maisha yao katika jina la Yesu. Zile familia ambazo daima zimekuwa katika ajali moja hata ajali nyingine katika magonjwa namna moja au nyingine, ninaamuru ya kwamba hizo familia zitainuka tena katika afya na katika ulinzi katika jina la Yesu. Kuna watu ambao leo wanalia kwa sababu ya uzao wa tumbo. Bwana tunaomba utawabariki kwa uzao wa tumbo, na watatoa shuhuda zao katika jina la Yesu. Bwana tunaamini ya kwamba familia zikikua, kanisa litakuwa. Familia zikiwa bora, kanisa litakuwa bora. Familia zikiwa tukufu, kanisa litakuwa tukufu. Familia ikiwa takatifu, kanisa na jamii itakuwa ni takatifu.
Tunaomba kwamba yale mahusiano yetu yatakuwa ni kama ambavyo umekusudia tangu awali. Asante Bwana kwa sababu ya neema ya kujifunza haya. Utukuzwe na kuinuliwa sana Bwana. Kwa jina la Yesu tunaomba. Na kila mtu aseme amen. Amen. Mungu akubariki.